Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ageuka na kuwa kigugumizi baada ya kuulizwa maswali magumu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio lilotikisa msingi wa taarifa za serikali, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alijikuta akizungukwa na wahariri wakuu wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam katika mkutano ulioonekana kuzinguana kati ya mamlaka na nguvu ya tasnia ya habari. Hapo ndipo maswali yaliyosalia ndani ya mioyo ya Watanzania tangu Oktoba 29, siku ya uchaguzi iliyogeuka kuwa moja ya vipindi vyenye majonzi makubwa katika historia ya kisiasa ya taifa, yalipomiminika kwake kwa kasi, uzito na uthubutu usiozoeleka. Mkutano huo uliohudumu zaidi ya saa 2 ulikuwa kama jukwaa la kitaifa lililokuwa likisubiri kusikia majibu ya serikali kuhusu vifo, kupotea kwa watu, madai ya kaburi la halaiki, utekaji, uharibifu wa mali, uingiliaji wa uhuru wa vyombo vya habari na tuhuma nzito za kuhujumu uchumi. Kila hoja ilipoibuliwa, ukumbi ulitanda ukimya mzito. Kilichotokea Oktoba 29 hakikuwa tukio la kawaida, liliibua maswali yaliyovuka uwezo wa kukimya wa serikali. Vifo vya watu kadhaa, majeraha ya mamia, miili kutoweka, familia kushindwa kuzikana, na uharibifu wa mali katika kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu enzi za vurugu za awali katika historia ya kisiasa ya Tanzania. Na hapo katika ukumbi huo mdogo wa mkutano, sauti ya wahariri zilijitwisha jukumu la taifa. Miongoni mwa maswali mazito zaidi ilikuwa ni hoja ya utekaji, kupotea kwa watu na taswira ya jeshi la polisi. Wahariri walieleza wazi kile ambacho wananchi wamekuwa wakiuliza ama wakizungumza mitaani, mitandaoni na ndani ya familia kwa miezi kadhaa. Kuongezeka kwa hofu ya kukamatwa holela na kwa kubambikizwa makosa kama vile kuwekwa na bangi, na hali ya kutoeleweka kuhusu nani atakayetekeleza matukio haya na kwa mamlaka gani. Katika majibu yake, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alionekana kukiri kwamba mfumo wa usalama una mapungufu ambayo yameathiri imani ya wananchi. Alibainisha kwamba serikali inahitaji kurekebisha mbinu, taratibu na uhusiano kati ya vyombo vya dola na raia. Alisisitiza kuwa makosa ya mtu mmoja hayatakiwi kuharibu taswira ya taasisi nzima. Hata hivyo, hoja yake ilionekana kukwepa kutoa hakikisho thabiti kwamba vitendo vya utekaji na kupotea havitaendelea. Kwa wengi waliokuwepo ukumbini, hilo ndilo lilizidisha wasiwasi. Mjadala huu ulionyesha kuwa bado kuna safari ndefu ya kurejesha imani kwa taasisi za usalama. Mjadala kuhusu idadi ya waliopoteza maisha ndio uliokuwa kiini cha mvutano mkubwa, na ripoti za kimataifa zilikuwa zimetaja mamia, zingine maelfu, huku taarifa za ndani zikiwa finyu sana kulinganisha na ukali wa matukio. Wakati wahariri wakitafuta takwimu mahususi, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba hakutaja namba yoyote. Alisisitiza kuwa majadiliano kuhusu takwimu pekee yanaondoa utu wa wahanga. Ukweli huo haukutoa majibu kuhusu kwa nini serikali haikuwahi kutoa hesabu rasmi ya miili iliyopelekwa mochwari za serikali. Kwa wengi, hilo lilibaki kuwa pengo kubwa la uwazi, na katika taifa linalotunza kumbukumbu za miili katika majanga, kushindwa kueleza idadi halisi kumeongeza hofu na uvumi unaojusha uzito wa msiba wa kitaifa. Wakati swali kuhusu uwepo wa kaburi la halaiki lilipoibuliwa, ukumbi ulitanda ukimya mzito, na hili ndilo swali ambalo wananchi wengi wamekuwa wakisema kwa sauti ndogo, huku familia zikilalamika kutopata miili ya wapendwa wao. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba hakulijibu moja kwa moja, na badala yake alirejea katika historia ya taifa, akieleza kuwa nchi haina utaratibu wa matukio ya aina hiyo, na akasema serikali inasubiri taarifa kamili za uchunguzi. Lakini kutozungumzia moja kwa moja kulizidisha shaka. Familia kadhaa zinaendelea kuomboleza bila miili, baadhi zikilazimika kuzikana nguo. Hili limeendelea kuwa doa lisilofutika katika simulizi la taifa mpaka sasa. Na katika sehemu hii, wahariri walieleza kwa undani jinsi vyombo vya habari vilivyozuiwa wakati wa uchaguzi. Walirejea barua, vitisho na maelekezo yaliyotolewa na TCRA yaliyoathiri uhuru wa uandishi.
Kwa upande wake, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema serikali ina historia ya kuzuia uhuru wa habari na kwamba matukio yanayotokea mara chache hushughulikiwa kwa utaratibu. Hata hivyo, ushahidi wa wahariri ulionyesha utaratibu uliorudiwa na sio tukio la mtu mmoja, ili liendelea kuonyesha pengo kati ya uhuru wa uandishi na maslahi ya mamlaka. Na katika mjadala kuhusu uchumi, serikali ilieleza kuwa uharibifu uliofanywa na makundi mbalimbali ulifikia kiwango cha kuhatarisha utulivu wa taifa. Uharibifu wa ofisi zaidi ya 700 za serikali, vituo vya polisi zaidi ya 150, vituo vya mafuta, nyumba za raia na miundombinu ya usafiri ulitajwa kama pigo la kiuchumi. Hata hivyo, bado swali liliendelea kuwepo kwamba kulikuwa na nguvu ya nje au hali ya ndani iliyosababisha kiwango hicho cha uharibifu. Serikali haikutoa uthibitisho thabiti kuhusu uwepo wa watu wa nje. Na katika mjadala kuhusu madai ya risasi za moto, wahariri walitaka kujua kama kulikuwa na amri maalum ya kutumia nguvu hatarishi dhidi ya raia. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alieleza kuwa askari walikabiliwa na hatari na baadhi yao walipoteza maisha. Hoja yake ilikuwa kwamba katika vurugu askari hawana muda wa kuomba ruhusa ya kila hatua, na lakini hilo alikutoa majibu kuhusu taratibu rasmi za operesheni. Wengi waliona pengo la kiutawala iliyoruhusu nguvu kupita kiwango bila tathmini ya haraka. Na katika maswali ya mwisho, wahariri walitaka kujua msimamo wa serikali kuhusu taarifa za maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisisitiza kuwa taifa alihitaji kurudia makovu ya Oktoba tarehe 29. Alitaka wananchi wawe waangalifu na tathmini ya amani, akisema baadhi wanachochea vurugu hawaguswi moja kwa moja na matokeo yake. Kauli hii ilionyesha tahadhari ya hofu ya kurudiwa kwa historia ambayo bado haijapona. Mkutano huu haukuwa tukio la kawaida, ulikuwa kioo kilichoonyesha mgongano kati ya simulizi rasmi na uhalisia wa raia. Uliweka wazi maswali yanayohitaji majibu, majeraha ambayo hayajapona na safari ndefu inayosubiri taifa kabla ya kufika kwenye maridhiano ya kweli. Na kama ilivyoonekana, Tanzania iko katika kipindi cha mpito kati ya historia iliyotawaliwa na ukimya wa mustakabali unaotafuta uwazi. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa na kuletea taarifa kama hizi na nyinginezo na uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kutufuata na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikishia wote taarifa hizi ambao hawajazipokea.